Ubarikiwe. Mimi marehemu mtarajiwa napenda tumsalimia. Ukimba sasa ni una nafuu. Wamewaletea vidonge na manyama mnakula mnasogeza siku hamna shida. Ni sawa sio sawa. Wakale ilikuwa ni hatari. Ananiambia mimi marehemu mtarajiwa. Mimi mfu naye tembea nasikia usiku mpaka machozi yanatoka. Kapime tena kaenda kupima. Alienda kupima siku moja madaktari wameitana. Wakasema wewe, mbona umenisumbua? Umenisumbua tangu mwanzo naona rekodi ya kuchukua vidonge alafu mbona haumo? Wakaitana tena kwa madaktari wakakaa. Hivi nini kilifanyika hapo? Kwani vipimo vilikuwaje? Rekodi mbona ni miaka mingi hatuelewa huyu? Yaani nini kilitokea? Wewe tuchukue sample tutume tena mahali wakazihakiki. Yaani wakati zile taarifa zimetumwa ule muda tu zile zimetumwa kumpa muda wa kurudi. Muda ule ule ndio mwanadamu ni wa ajabu. Muda ule ule akazini ile. Imagine. Mwanadamu kiumbe wa ajabu sana. Sasa nikiwa nahubiri mahala kwa sababu tayari alikuwepo nikasikia taa inawaka. Nikasikia kuna mtu nikasikia sana tangazo. Sema kuna mtu mmoja hapa anakuombea ukiwa na ugonjwa wa kufa. Mungu akakusudia kukuponya. Lakini sasa hivi ananiambia umeanguka kwa dhambi ya uzinzi. Na sasa Mungu anaweza kunifungulia anaweza kaniongoza nikuaibishe hapa. Lakini Mungu ameniamuru nisikuaibishe. Nifuate kama dhambi hiyo umetenda. Nikaondoka sana. Nilishangaa sana. Message P. Akasema chokisema ni kweli. Nikasema haitoshi, nifuate. Yule mtu akatokea akasema ni mimi. Nilisema nini kimefanyika? Akasema kwa kweli nishangaa. Mmoja wa vijana madaktari alikuja akanipanga nikapangika nikalala naye. Jamani dunia hii ni chafu jamani. Madaktari. Yaani daktari mwenyewe ndio mpimaji na baadaye anakwenda kufanya ujinga. Na hujanielewa. Mungu peke yake anastahili heshima. Aya, mama mmoja alikuwa anamshutumu binti yake akifikiri kama mezini. Yeye akiamini ni binti bikira kabisa. Siku moja ameona hali ya hewa sio nzuri, akasema wewe utakuwa mezini wewe. Mimi nakuchukua, akasema sijazini, akamchukua, akampeleka mpaka kwa daktari. Bahati mbaya tuna daktari wa kiume. Mama kabaki nje. Aenda kampime. Bado ni bikira ama ameharibiwa. Daktari huyo na binti mle ndani. Hano viapo wanapewa viapo lakini wanaviruka maana tunaroza ushetani. Kapima. Daktari vipimo vinaeleza wazi sema wewe ulitaka ujaribu leo lakini umeshtukiwa sema ni kweli. Nilikuwa nataka kuanza nikakumbuka. Okay. Lakini sasa kuanzia leo utakuwa wa kwangu. Chukua namba ya simu hii hapa. Wewe ni mtoto mzuri. Wewe ni mtoto mrembo. Nitakuwa na wewe. Huyo daktari alitoka mama alitulia zake nje. Sema mwanao yuko safi kabisa mama. Sema daktari Mungu akubariki. Kumbe binti amepewa namba ya simu anayo. Sasa kwa neema ya Mungu alipomleta moja kwa moja yule mama mpaka mchungaji. Sasa mimi nilikwambia kuna position ilikaa mtu atasema kweli yake yote. Nasema huyo daktari nimalizana lakini mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi nikiweka kipima joto hapa utakula sarakasi moja ya ajabu unaweza katika kiuno hapa. Sema kweli yako yote. Ndio akaniambia daktari alikuta ndio kwetu hiyo siku itakafanyike kabisa. Kagundumulika tu lakini daktari naye akaniambia inabidi niwe wa kwake. Siri chafu zikapaya. Waza kuwa na siri zilizo njema. Waza kuwa na siri za kipekee. Waza kuomba maombi ya kipekee. Bwana tusaidie nipate maneno haya tumalize ibada. Sema Yesu. Bwana Mungu ndiye hai. Hakuna
utawala wake ataanguka mbele ya macho na miguu ya nabii akiomba rehema. Naomba unirehemu, naomba usinipige kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa kunisemesha leo kabla ya uharibifu. Naomba neema hii inigeuze sasa, inigeuze sasa. Geuza siri ya mawazo yangu, Yesu. Geuza mawazo yaliyo machafu. Haya, inua sauti yako sasa, jieleze. Maana wewe unajua ni siri gani hata uliokuja nayo kwenye ibada. Na mahali utakuta wengine hata wanaimba kwaya, wengine ni wazuzi kabisa, wengine wameficha maovu kabisa. Wako wapi waliomwelewa Bwana? Anapitisha rehema zake, anapitisha rehema zake. Anza kuomba huku kiwaza mawazo yale mawazo ya asili ambayo hata mume wako hayajui, ambayo hata mkeo hayajui, ambayo hata wazazi hawayajui. Inua sauti yako mama, 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 inua sauti yako mama. Ni saa ya kurehemiwa, sio saa ya kuomba nyumba, sio saa ya kuomba gari, sio saa ya kuomba ongezeko ya mtaji. Ni saa ya kuomba rehema tu. Hebu omba rehema, omba rehema, omba rehema. Iombea taifa, iombea taifa. Watawala wa dunia nao wanazo siri tena. Kila taifa lina siri zake. Watawala wa dunia, watawala wa taifa nao wana siri zake, lakini siri zingine ni siri mbaya, ni siri mbaya, ni siri mbaya, ni siri mbaya. Wameziweka kama waziri wao, wameziweka kama waziri mkuu wao, wameziweka na hata majeshi nayo mahali mahala wana siri zao. Wengine wana siri za kupindua watawala wetu madarakani, lakini wewe tumia kinywa chako, omba rehema kwa ajili yako, omba na rehema kwa ajili ya taifa letu. Maana siri mbaya anazoweza kuwa nazo tawala mkubwa mdogo zinaleta hatari kwa taifa la Tanzania, ama kwa taifa la Kenya, ama kwa taifa la Kongo, ama kwa taifa la Burundi. Wewe omba kwa mzigo, wewe omba kwa mzigo, wewe omba kwa mzigo. Ndio maana maandiko kusema nimeweka walinzi Yerusalemu, Yerusalemu nimekuwekea walinzi, hawatasinzia usiku wala hata mchana watasinzia. Mimina moyo wako, mimina moyo wako, mimina moyo wako. Paulo anasema nitaomba kwa akili, nitaomba kwa akili, lakini nitaomba kwa roho tena. Wako wapi wanaume hapa? Wako wapi wanaume hapa wana uchungu na nchi yao, wana uchungu na taifa lao, wana uchungu na wilaya yao? Zipo siri ambazo watawala wakiwa nazo zaweza kuleta maisha yako yakaharibika, zaweza kuleta watoto wako wakaharibika. Hebu anza kujiuliza, hata mafisadi wanapokuwa na asili zao za kuharibu uchumi wa taifa, wazania watoto wako watasomea wapi? Watatibiwa wapi? Zikatae hizo siri, piga kwa damu ya Mwana-Kondoo, na zipiga hizo siri, na zifunua hizo siri. Na kuombea neema ya mafunuo hata unapoomba mdao, hata unapoomba namna funua sasa. Mwambie Bwana ile siri za kazini kwako, ile siri ambazo wafanyakazi wako wanazo, pengine wanawaza kuuzeesha. Kuna siri wanazo majambazi, wanawaza walimwengu, wanasiri, wana ajenda yao. Ile una nafasi leo, piga kwa damu ya Mwana-Kondoo, piga kwa damu ya Mwana-Kondoo, piga kwa damu ya Mwana-Kondoo, piga mawazo yao. Maana imeandikwa mpingeni Ibilisi naye atawakimbia. Wako watu wa baba hapa wanaompinga
shetani wanampinga juu ya watoto wao. Ana ajenda mbaya ya Lucifer, ana ajenda mbaya ya shetani, wana ajenda mbaya ya wachawi na waganga wanayozini mwanamke, wameipanga kuuza watoto wetu. Hiyo ni siri, nayo ni mbovu, ikatae sasa, ikatae sasa. Uchukue mmewe kama alivyo, chukua moyo wake. Hebu jieleze kwa Bwana, hebu jieleze mwanamke kwa Yesu ya kwamba mume wangu simuweze, ule moyo wake siuweze, na hata ulionayo moyoni wake siuweze, siyaweze ulionayo moyoni. Yule baba ana siri nyingi, yule baba ana siri nyingi, yule baba ana siri nyingi, zingine zinaboboroka kule eti zinatoboboroka kama uchelewa na mambo yameharibika. Lakini wewe mwambie Bwana, mwambie Baba, nafungua faili wewe, hukumu sasa moyo wake, hukumu sasa siri zake. Sijawahi kuona wanawake wavivu kama nyie. Inua sauti yako wewe, inua sauti yako wewe, utashangaa siku moja ile siri ya mume wako ya kuongeza mke wa pili itakapokuwa imetimia, ndipo utakapolia, ndipo utakapoomboleza. Utashangaa ile siri alionayo mume. Sasa hivi naona kama ametulia, lakini ana siri moyoni mwake, ana siri moyoni mwake, na wala hata hauijue. Lakini wewe mseme na Mungu wa kuomba, hapo ndipo utakaposhangaa. Imeandikwa na hiyo wazani hapo kuna amani, ndipo wale ndipo unapowakilia kwa ghafla. Hayo ndiyo maandiko, hayo ndiyo maandiko. Wazani hapo kuna amani, unapozani kuna amani, amani ya ndoa yako, ndoa yako wewe. Biblia inasema Yesu akaangalia moshi, akalia Yerusalemu, akalia, analilia Yerusalemu, anasema naitungejua siri walionayo maadui zako, naitungejua yale mawazo walionayo. Ewe Israeli, ewe Yerusalemu, kama ungejua mawazo ya adui zako, wamepanga wakuzingire, wamepanga wakuzingire, wamepanga mpango mbaya Yerusalemu wakuchukue mateka. Ndipo utashangaa kwa ghafla tu leo wamebadilika, maana sio yeye. Wako wachawi, wako waganga, wanakulia tajete, maana wanaona wamenufaika. Wengine ni ndugu wa mume, wengine ni ndugu wa mke, wanakupigia mahesabu. Kwa nini mishahara unaila mwenyewe na wetu wanasema waliosomesha matokeo yake unaenjoy wewe? Ipo siri yako, siri ya ndoa, siri ya watoto. Naona kuna watu wamaanisha ni wewe mama uliyemaanisha. Na kuombea neema ya mpira, na kuombea neema ya mpira kabla ya hatari, kabla ya maumivu, kabla ya kuumizwa. Siri za maadui zako zote bayana, siri alizonazo yule baba azimwage hadharani. Lakini ni nani sasa anayesimama, ambaye Mungu wa Bwana anamula, ambaye anajisikia vibaya kuona mambo yanaharibika? Miaka inaenda, miaka inasonga mbele. Wewe ni mama kitaifa, maana siri zimefichwa, maana siri zimewekwa. Haya shikaki sasa, haya jieleze sasa, haujajieleza. Hapana mahali papenda, hapana mahali papenda. Chini ya mahali macho yake yanaona, kwenye giza macho yake yanaona, chini ya neema macho yake yanaona. Sasa mweleze Bwana, sasa
Mwambie moyo wako, mwambie moyo wako Bwana, mwambie moyo wako Bwana, mwambie moyo wako Bwana, ndani yangu hautapata nafasi ya kuweka siri yangu, siri ya uaminifu. Wewe moyo, wewe moyo, wewe moyo hautakaa. Uweke kumbukumbu, uweke kumbukumbu za siri za Baba. In Jesus' name.